Unaendelea kuitazama Alasiri popote pale ulipo, karibu sana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, mimi ni Abdallah Kura, niko hapa na Timaluga Kasuga. Kwa pamoja kama ambavyo nimekuambia, tuko hapa leo kujadili swala muhimu sana ambalo kwa namna moja ama nyingine inawezekana linakuhusu sana. Kama si wewe, inawezekana ndugu yako, lakini nafahamu pia litakuwa linakuhusu moja kwa moja. Leo tunajadili kuhusiana na swala zima la mfumo ukaguzi wa magari kwa kutumia mfumo na utoaji wa stika kwa njia za kielektroniki. Leo ndo tunajadili hapa. Unafahamu masuala mengi sasa hivi yanaenda katika njia ya kidigitali, na ukaguzi wa magari sasa hivi utakuwa unatumia mfumo, lakini pia utoaji wa stika tema utakuwa unatolewa kwa njia ya kielektroniki. Sijui wewe tayari? Ukikosa usilete sababu. Sasa maana kuna wale wanaleta sababu sijafika huko kituoni sijui, kumbe saa hizi mambo yote kiganjani. Maana kama una simu tu ya Android na maana una stika yako, usilete sababu kabisa. Na jiandae tuna fine huko barabarani. Na tuko na wasimamizi wa ambao watahusika moja kwa moja na kusimamia masuala haya ya mfumo na utoaji huo wa stika, ambao kimsingi tutawafahamu hapa kupitia Alasiri. Karibuni sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana Kamanda Musa. Asante sana. Karibu sana. Tunapozungumzia huu mfumo, na pengine kabla tujaanza moja kwa moja kuzungumzia, tungeomba ujitambulishe majina yako kamili ili tuende vizuri kabisa na watazamaji wetu. Kwa majina naitwa Musa Manyama, mrakibu wa polisi. Mimi ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka kikosi cha usalama barabarani. Sawa. Lakini pia kamanda? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Inspector Elisha Ernest, ni mtaalamu wa mifumo kutoka makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani. Sawa. Tunafurahi kuwepo nawe hapa, na tunafurahi pia kuwa na Kamanda Musa ambaye wewe sasa upo katika eneo la sheria. Haya ambayo tunajadili hapa moja kwa moja ni masuala ambayo yatahusika na masuala ya sheria. Ukiwa hauna, maana utakuwa umevunja sheria. Tuanze na huu mfumo. Huu ni mfumo wa namna gani? Ni wa tofauti na mifumo yote ambayo tumekuwa tukiona jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mkiwa mnaisimamia, ama huu upo vipi kimsingi? Ndugu mtangazaji, huu mfumo wa ukaguzi wa magari kwa njia kielektroniki na kutoa hizo stika, awali tulikuwa na mfumo sio mgeni. Ndio. Kinachokuwa kigeni ni kwamba sasa hivi tunaachana na kutumia makaratasi, sasa tunaenda kwenye paperless. Awali tulikuwa ukaguzi unafanyika kwa kutumia karatasi zile za stika kwamba gari litapelekwa kwa mkaguzi wa magari, atafanya ukaguzi mifumo yote ya gari, na akijiridhisha kwamba hili ni zima, basi anatoa stika. Sawa. Usalama barabarani. Kamanda Musa, kwa sababu unawasisitizia wananchi tukiwa kuelewe, kamera yako ile pale wasisitizie pale ile pale ile. Maana Abdalla chombo chake chenyewe ukitoka hapo ukague kama amekata stika. Labda anakuangalia sana kwa sababu anajua chombo changu kimekaa kwa Abdalla sasa. Si hajakata bado na muda unakaribia kuisha. Lakini tungependa kufahamu zaidi, unafanyaje kazi ili watu wajue kabisa huu mfumo namna ulivyokuja na unapofanya kazi? Kwako kaka. Asanteni sana. Kama alivyotangulia kueleza afande wangu hapa kwamba mfumo huu sio mgeni sana. Ni kwamba basi tumetoka kwenye utaratibu tuliokuwa tumeuzoea miaka ya nyuma, kwamba ukaguzi wa magari alikuwa anakaguliwa na mkaguzi wa magari, alafu akilizika kwamba lile gari lina vigezo vya kutembea barabarani, basi analiandikia stika ya karatasi, na ikibandikwa pale inakuwa ni kiashiria kwamba gari lile au chombo kile kimehudhuria ukaguzi na kimemiti vigezo vya kutembea barabarani. Hasa kutokana na mabadiliko ya teknolojia, na ndo sasa wenyewe ukaguzi tukaanza kufanya kutoka mwaka jana mwezi wa 10 tarehe 11 2025, ndo mfumo kwa umezindua rasmi wa kwanza kukagua vyombo vya moto kwa kutumia mfumo. Mfumo huo unaitwa MIMIS. Ni kifupi cha maneno ya Motor Vehicle Inspection Management Information System. Ni mfumo unaotumika kwa ajili ya ukaguzi wa vyombo vya moto na kuratibu zoezi zima la ukaguzi. Unafanyaje kazi huo mfumo? Ili mwananchi au miliki wa chombo cha moto, kwa maana dereva au miliki mwenyewe, akiwa na simu ambayo tunasema ni smartphone hizi ambayo tunasema ni simu janja, au akiwa na kifaa chochote ambacho kimeunganishwa na mtandao wa internet, basi ataingia kwenye kivinjari, tunasema ni browser, ataandika tu MIMIS. Akishaandika MIMIS, ule mfumo utampeleka kwenye ukurasa wenye maelezo kamili ya namna ya kuweza kulipia huduma ya ukaguzi wa chombo chake. Awali ya yote ni hatua kama 4 tu. Hatua ya kwanza, ataingiza taarifa zake binafsi kwamba bana, mimi naitwa fulani bini fulani na ni mwanaume au mwanamke, lakini pia namba yangu ya simu ya mawasiliano ni hii. Baada ya pale, mfumo utamwambia kwamba ingiza vyombo vyako au chombo chako ambacho unataka kikaguliwe.
ataingiza kile chombo. Yawezekana ni chombo kimoja au vyombo viwili au vyombo vitatu, kadiri ya vyombo alivyokuwa navyo. Ataingiza vitu vyombo vyake. Baada ya pale mfumo utamuuliza ni lini ambako uko tayari kwa ajili ya kukagua vyombo vyako. Atasema kwamba labda mimi niko tayari kukaguliwa labda kesho kutwa. Ataweka ile tarehe. Baada ya kuweka pale ile tarehe, utamuuliza ni wapi unataka uende ukakaguliwe. Kwa sababu ukaguzi huu tunavyojua ni ukaguzi wa nchi nzima. Kila ofisi ya mkuu wa usalama barabarani wa mkoa kwa maana RTOs ina dawati la ukaguzi. Kila ofisi ya mkuu wa usalama barabarani kwa maana ya wilaya DTOs na hizi zina ukaguzi. Kwa hiyo atachagua, mfumo ni rafiki sana, atachagua sehemu ambako yeye anataka enda kakaguliwe na ni lini akaguliwe. Baada ya pale mfumo utamtengenezea namba ya udhibiti kwa maana control number ya kulipia huduma ya ukaguzi. Na huduma ya ukaguzi imeainishwa kwenye mfumo mle kulingana na aina ya chombo cha moto ambacho anakiombea huduma ya ukaguzi. Sawa. Afande Banyama, mfumo huu utakuwa unafanyikaji ukaguzi wake barabarani. Vyombo vilikuwa vinapita huko ili kujua kwamba huyu kashasajiliwa. Mnakuwa mnakaguaji kwa njia ya kidigitali ama kuna utofauti? Kama alivyoeleza mtaalamu, mimi niko upande wa sheria kwamba ukaguzi wa magari unaofanyika ni ule ukaguzi ambao unafanyika kila mwaka. Kwamba kila mwaka ukaguzi wa magari unafanyika na Baraza la Usalama la Usalama Barabarani Taifa ambalo ndo linaratibu masuala ya usalama barabarani na liko kwa mujibu wa sheria. Na kati ya majukumu yake ni kama kutoa elimu. Kwa mwaka jana mwezi wa 10 akiwepo mwenyekiti wa baraza ambaye alikuwa Daniel Silo ambaye alikuwa ni naibu waziri wa mambo ya ndani. Kwa alizindua baraza hili mkoani Manyara mwezi wa 10 kwamba sasa ni takwa la kisheria kwamba wamiliki wote wa magari ya aina yote, magari binafsi, magari ya biashara, ni kuyapeleka katika vituo maalum ambavyo vimeainishwa na Jeshi la Polisi kwa ajili ya kukaguliwa. Sawa. Lakini mimi nataka kufahamu kisheria. Tunafahamu kwamba kumekuwa na faini za barabarani, kuna wanachaji 30,000 na nini. Hii faini yake itakuwa kwa kiwango gani kisheria? Kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 29/2015 kwamba mmiliki anapaswa kupeleka gari kwa ajili ya ukaguzi katika vituo maalum ambavyo vimeainishwa, na muda ukipita ameshindwa kulipeleka gari lake, kwamba sasa atakuwa anatenda kosa. Na kosa hilo atakapokamatwa na askari wa usalama barabarani kwa mujibu wa sheria, huyo atakuwa na kosa la kushindwa kupeleka gari lake katika vituo vya ukaguzi. Kwa hiyo huyo atafunguliwa mashtaka na atapelekwa mahakamani. Kwa hiyo kwa maana nyingine Afande Manyama hakutakuwa na faini. Labda alipie. Zitakuwepo faini za mahakama. Hazitakuwepo faini za kwamba kama zinazitoza za papo kwa papo. Faini zitakazokuwepo ni za mahakama. Kwamba huyu dereva ataandaliwa mashtaka na mmiliki kwa kushindwa gari lake kulipeleka kwenye vituo vya ukaguzi wa magari. Sawa. Afande Elisha, tunafahamu kwamba mifumo hii umesema ni mtindo ule. Sasa tumekwenda tu kwa njia ya kidigitali. Huko ambapo tumetoka, kulikuwa kuna malalamiko bado kwa hawa ambao wanaendesha vyombo vya moto. Tunaenda katika mfumo wa kidigitali. Tutarajia kupungua kwa malalamiko ama nini hasa ambacho mmekiweka? Sasa hatutaona kile ambacho kilikuwa kinalalamikiwa. Malalamiko ni sahihi wanaosema kwa malalamiko yalikuwepo, lakini tunafikiria kutoka kwenye namna moja ya kuweza kuoperate mambo kwenda kwenye namna nyingine. Lengo kubwa ni kuondoa malalamiko kwa wananchi. Kwa hiyo kama malalamiko yalikuwepo, sijajua labda kama ungeweza kuainisha ningeweza kurespond vizuri, lakini nahisi malalamiko yamesolviwa na mfumo kwa kiasi kubwa sana. Ikiwepo uwezeshaji wa mwananchi mwenyewe ndani yaanzisha huduma ya kuomba chombo chake kikaguliwe, yuko free akaguliwe lini, kupata taarifa za hapo chombo chake kinapokuwa kimekaguliwa, na kuangalia muda wote kwa kutumia chombo chochote alichokuwa nacho kama smartphone, kuangalia status ya ukaguzi
wa chombo chake. Nadhani ni mfumo ambao umeongeza uhusikaji wa moja kwa moja kati ya mtoa huduma na anayepewa huduma. Kwa hiyo tunafikiria kwamba malalamiko kama atakuwepo yatakuwa ni machache sana au pengine asiwepo. Na nilikuwa naelekea kumaliza pale baada ya kuwa mwananchi sasa amepata namba ya kulipia, control number, na amelipia. Baada ya pale sio kwamba manake wananchi wengine nasema kwamba nikishalipia basi mimi nimeshakaguliwa, inakuwa sio sahihi. Akishalipia kinachotakiwa kama alivyokuwa ameomba kwenye mfumo, atapeleka chombo chake sehemu inayotakiwa kikaguliwe. Na kama mkaguzi wa magari atajiridhisha kwamba chombo hiki kimekidhi vigezo vya kutembea barabarani, basi anakipasisha kwenye mfumo, automatically kinakuwa kimepata stika ya elektroniki ya usalama barabarani. Lakini tunafahamu mifumo yote inakuwa na changamoto. Kuna changamoto wakati mwingine wa mtandao na nini. Hili mmejipangaje nyinyi ambao mnasimamia zaidi huo mfumo? Asante sana. Kuhusu changamoto kama ulivyoainisha moja kwa moja kwenye mtandao, ili ni jambo ambalo linajulikana karibu mifumo mingi sana tunayotumia kwenye utendaji wa kazi. Na mifumo yetu kama unavyojua ni mifumo inayosomana. Kwamba iza dereva anatakiwa kaguliwe, tunahitaji tupate leseni yake. Lakini kuna mfumo unaosoma leseni. Kwa hiyo mfumo wetu inabidi uende ukachukue taarifa zake moja kwa moja kwenye mfumo wa leseni. Pengine ikitokea mtandao uko chini kwenye hali kama hii hapo, haimzuii mwananchi kukaguliwa chombo chake. Mathalani imefika kwenye eneo la tukio, kwa maana kwamba kwenye deski ya ukaguzi mtandao uko huko chini, yule vehicle inspector kwa maana mkaguzi wa magari anakagua gari. Akishakagua gari anachukua rekodi zake moja, alafu anaruhusu mwananchi. Mtandao utakavyokuwa umerejea anapasisha moja kwa moja, na mwananchi akiwa nyumbani anapata notification gari lako imepasa ukaguzi, hajapasa ukaguzi. Sawa. Mtazamaji karibu sana. Unaitazama Alasiri Lounge kutokea hapa Dar es Salaam moja kwa moja. Mimi ni Abdallah Kurwa, niko na Tema Luka Kasuga. Tunajadili hapa kuhusiana na swala zima la ukaguzi wa mfumo na ukaguzi wa magari kutumia mfumo na utoaji wa leseni kwa njia ya kidigitali ama kwa njia ya kielektroniki. Nimuuliza mwanzoni pale Afande Manyama, lakini naomba swali nirudishe kwa upande wako kuhusiana na masuala haya ya mfumo. Kule barabarani kule, unapokuwa barabarani na ametuambia hapa mtakuwa mnatoa stika kwa njia ya kielektroniki. Kule mnakaguaji? Okay. Awali yote kama alivyoeleza fundi wangu kwamba ukaguzi huu sio mpya na ukaguzi ujanze jana wala leo. Tuna mpaka sasa hizi ni miezi 9 ya ukaguzi, zaidi ya miezi 9 ya ukaguzi. Yeah. Na ukaguzi wa wiki anaenda kwa usalama barabarani ni ukaguzi ambao ni wa kila mwaka mmoja. Kwa hiyo tukiangalia kwa kipindi cha mwaka mmoja ni almost tumebakia na miezi 3 tu ndio imebaki ukaguzi. Na nishukuru tu kwamba wananchi au wamiliki wengi wa vyombo vya moto wameitikia kwa kiasi kubwa sana. Wamepeleka, tukiangalia kwenye mfumo tunaona vyombo vingi sana vimeshakaguliwa. Kwa hiyo huu muda mchache ambao ulikuwa umebaki miezi 3 kuelekea kumaliza mwaka au ukaguzi, ndio serikali sasa ikatoa tamko kwamba wale waliobaki wamepewa siku 21 kwa kisha wao wamepeleka vyombo vyao vikaguliwe kabla tujaanza operation ya ukamataji. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, lakini swali lako umeulizia kwamba kule barabarani mnakaguaje na mnajuaje labda chombo fulani kimekaguliwa kingine hakijakaguliwa. Ni swali zuri sana kwamba sisi askari wa usalama barabarani wanaokuwa barabarani mara nyingi unawaona wana zile post machine ambazo tunatumia kwa ajili ya kuandikia makosa usalama barabarani. Kwa hiyo unapokuja na gari lako, askari akichukua posti ile akaingiza namba ya gari ya usajili wa gari lako pale, ile posti inamuonyesha moja kwa moja kwamba gari iliyoko mbele yake hajakaguliwa. Haitoshi. Mwananchi huyo sasa ni askari. Mwananchi ambaye ni mmiliki wa chombo cha moto yeye anajuaje? Kuna app maalum ambayo imetengenezwa na jeshi la polisi inaitwa RTOC check. Ukiingia kwenye mfumo kaandika RTOC check, Road Traffic Offense check, ukaingiza tu namba yako ya gari, mwananchi ambaye ni open, hahitaji chochote cha kuingia, ni una mtandao wa internet. Ukiingiza namba za usajili wa gari lako au pikipiki au bajaji, itakuonyesha kwamba chombo chako hakijakaguliwa au kimekaguliwa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa mwananchi kujua kwamba chombo hakijakaguliwa, lakini vile vile na askari anayesimamia sheria anakuwa anaweza kujua haraka kwamba chombo kimekaguliwa. Na ukipita barabarani kule utaona tuna kamera tumeziweka barabarani. Itafika muda fulani tukifika kwenye operation unapita barabarani, kamera inakumulika moja kwa moja, askari aliko pembeni anatambua kwamba gari linalokuja mbele yangu hajakaguliwa na atakusimamisha, atakuchukulia hatua inayostahili kwa mujibu wa sheria. Sawa. Afande Wanyama, mimi nikitaka kufahamu pia kwamba kumekuwa na malalamiko, watu wanasema kwamba muda hautoshi, wangependa uongezwe kutokana labda na watu na majukumu walionayo na nini. Inawezekana mtu anakumbuka lakini anakuwa labda amekosa ule muda wa kuingia kwenye mfumo. Hizi siku 21 na zinakaribia kwenda ukingoni.
Hamjafikiria kuongeza kulingana na watu ambao wadau wenu wamekuwa wakiomba kwamba siku ziongezwe? Ili ndugu mtangazaji, inaelezeka, lakini pia ni negotiable kwa sababu Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani alitoa hilo tamko hivi karibuni kwamba wanapaswa hadi kufikia tarehe 31 mwezi wa 7 vyombo vyote viwe vimekaguliwa, au wale wote ambao watakuwa vyombo vyao hawajapeleka kwa ajili ya ukaguzi wapeleke. Na sasa hivi ukienda kwenye vituo vya ukaguzi wa magari mwitikio ni mkubwa. Na nafikiri kwa busara kama itaonekana kwamba hiki kipindi hakitoshi, Mheshimiwa Waziri anaweza akaongea. Ndani ile umeleka vizuri kabisa, kwa sababu haya mambo ni ya kwetu wote, inabidi tuendelee vizuri. Afanilisha, nipo barabarani, mmetega kamera zenu, mmegundua kwamba mimi sijajisajili katika mfumo. Lakini kimsingi mimi nimejisajili tayari, mtandao labda haujasoma vizuri pale. Inakuwaje pale utaratibu? Inabidi mnipeleke mahakamani, katuambia afande Manyama. Kwa mujibu wa sheria kabisa, hakuna faini za papo kwa papo. Hapo ni vipi? Ni sahihi unachosema kwamba kama changamoto itakuwa ni mtandao, kwa sababu askari anapokuwa yuko barabarani akae barabarani kwa ajili ya kuvizia wala ambao hawaja attend inspection. Lazima tuelezane ukweli. Yuko pale kwa ajili ya kuangalia nani pengine hajapeleka chombo chake kutekeleza takwa lile la kisheria ambavyo ameeleza afande wangu hapa. Kwa hiyo atakachofanya ni kitu kimoja. Tunategemea askari watakapokuwa kwa barabarani, tutakuwa tuna kama dawati maalum kwamba awepo mkaguzi wa magari, awepo na mtu askari wasaidizi watakao kuwa na zile kompyuta na nini. Uko kwa barabarani? Tunategemea vituo vya ukaguzi vinakaa karibu na, kwa mfano tuzungumzie mjini hapa. Unaweza kutoka hapa nje ukakuta kuna askari wanaendelea na ukaguzi. Lakini ukipanda mpaka pale kwenye mataa kuna kituo cha polisi pale. Kwa hiyo sehemu kama ile maana yake itakuwa ni rahisi sana kumwelekeza mwananchi apeleke gari likasovie kile ambacho kimeona kijafanyika. Kwa hiyo tunategemea ifanyike vile. Lakini na hilo, na unajua wananchi wakati mwingine au wamiliki wanapenda sana kufanya kazi kwa deadline, kwamba tunasubiri mpaka mwisho tarehe ngapi, tusubiri kufika huko. Huo muda ule utolewa saa hizi tukiangalia kwenye mfumo inaonyesha moja kwa moja kwamba wananchi wengi sana au wamiliki wengi sana wameitikia wito wa maelekezo ya serikali. Wengi saa hizi wanakuja sana, tunaona wanakuja napeleka vyombo vyao na vinakaguliwa. Changamoto kama zipo, kama nilivyotokea kueleza, changamoto kubwa inawezekana kama mtandao ambao unajulikana. Lakini si mtandao uwezekane ukawa changamoto muda wote asubuhi mpaka jioni. Ila kutokumchelewesha mwananchi, chombo kinakaguliwa, kama taarifa zake zitachukuliwa manually kwa muda wake, askari hata ikiwa usiku atajaza ile taarifa kwenye mfumo na mwananchi atapata notification kwamba chombo chako tayari kimekaguliwa na kupata stika usalama barabarani. Sasa kwa sababu umetuambia kwamba mfumo tayari na kuna magari ambayo mnayaona tayari katika mfumo. Na sisi tumezungumzia tu changamoto ya mtandao. Pengine nyinyi kuna changamoto ambazo mnaziona huko tofauti na hii ambayo tunaizungumza hapa sasa hivi kwa wale magari ambayo tayari yameshaingia kwenye mfumo? Ni changamoto labda ambayo sisi tunaiona haraka ni mojawapo ni kwamba mwananchi anapokuwa amepata ile control number analipa. Akishalipia ile huduma ya ukaguzi anaamini kabisa kwamba tayari gari lake limekaguliwa. Hiyo ni changamoto kwa sababu anacholipia ni huduma ya ukaguzi. Ili apate ukaguzi lazima peleke chombo chake kikaguliwe. Kwa hiyo ni changamoto moja hapa ambayo sasa kwa nafasi kama hii hapa ndio tunatoa rai kwa wananchi kwamba ukishalipa umelipia ukaguzi, peleka chombo kikaguliwe kipate stika usalama barabarani. Hiyo ni moja. Lakini changamoto nyingine wananchi kutokupata, na yenyewe ni ya kielimu, ya kuelimishana tu kwamba labda tuseme umeombea ukaguzi ufanyie hapa, tuseme hapa mahali tulipo. Amekuja asubuhi akakuta hapa watu ni wengi sana. Lakini alikopita pale tuseme labda pale Ubungo, alikuta wanakaguliwa watu 2 3, lakini akaamini kwamba natakiwa nikaguliwe hapa nilikoombewa. Haiko hivyo. Unaweza ukatoka hapo ukapeleka gari sehemu yote ambako hamna watu wengi ukakagulisha gari. Kwa hiyo ile kwenye mfumo nimeombea sehemu fulani, sio lazima ukagulie mahali pale. Ukienda sehemu yote ambako ukaona hamna foleni kubwa, askari leo kwepa tafuta chombo chake atakikagua azifu ni umekiombea mahali pale. Sawa. Lakini afande Manyama, tungependa kuongeza kwamba kama alivyosema afande hapo kwamba mtu amelipia, shida ni kwamba tu anahisi kwamba gari lake tayari limeshakaguliwa baada ya kupewa control number na kulipia. Lakini kuna yule amelipia lakini bado tu yeye anazunguka, yani anakosa huo muda wa kuleta. Kuna adhabu yoyote au ni muda gani mmeweka kwamba ukishalipia ndani ya siku 5 au ndani ya siku 6 mtu awe tayari ameshakuja kukaguliwa? Baada ya hapo labda kuna adhabu au atabidi alipie tena. Utaratibu ukoje? Na kwa mujibu wa sheria ni kwamba
Huu ukaguzi unafanyika ndani ya mwaka mmoja. Kama ulivyoona kwenye Mheshimiwa Waziri alivyosema kwamba alitoa huo muda mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 7 watu wapeleke kwa ajili ya kukagua vyombo vyao. Na baada ya hapo sasa ndo kama sisi wasimamizi wa sheria tutaanza sasa zile operation za kukamata wale ambao hawajapeleka vyombo vyao kwa hiari katika kwa ajili ya ukaguzi. Na ndugu mtangazaji, ieleweke kwamba huu ukaguzi unapofanyika ukifanyika, mtu akipeleka gari lake pale litakaguliwa, likionekana ni bovu, haadhibiwi, anaambiwa aende akarekebisha gari lake, na baada ya hapo anarudisha tena kwa ajili ya ukaguzi. Kama linaonekana liko bora, sasa hapo ndo anapewa hiyo stika ya usalama barabarani ambayo iko kielektroniki, na hawezi kuonekana na kosa kwa sababu ya kuchelewa kupeleka hilo gari kwa kipindi ambacho pengine kuna matatizo labda ya mtandao, ama ameingia kwa kukosa elimu. Na bahati nzuri tunayo madawati ya elimu kila kituo, wapo askari ambao wananchi ambao hawaelewi jinsi mfumo ulivyo wanapata msaada. Kwa mwananchi ambaye hawezi pengine kutumia mfumo, anaenda pale anapata msaada, anapata elimu, anaingiza magari yake, lakini baada ya hapo magari yake yanakaguliwa, baadaye anapata stika. Unacha kuongeza pande mzee? Kwa upande wangu mimi sina cha kuongeza, lakini nipende kuwashukuru na nipende kutoa rai tu kwa wamiliki wapeleke vyombo vyao kwa kipindi hiki ambacho kimetolewa na serikali kabla tujaanza hizo operation. Maana operation zina changamoto zake pengine. Kuepuka changamoto za hapa na pale, wapeleke vyombo vyao kwa hiari. Na kukagua chombo, ni lengo kubwa ni usalama wa watu wanaotumia barabara kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunachodhamiria ni usalama. Ndio maana tunasisitiza unapokuwa umekamilisha huduma ya kulipia, lazima upeleke chombo chako kikaguliwe. Asante sana. Mimi kabla tuondoka hapa, uko barabarani tunajua kuna vyombo vingi vya moto, na hapa sisi tunazungumzia magari sana. Kuna pikipiki, kuna bajaji, unajua, na sasa hivi kuna vyombo ambavyo vinatumika katika njia ya kama umeme hivi. Kuna baskeli fulani tu tema ukipanda hivi unaenda. Huu mfumo umetanuka zaidi kwa vyombo vyote vya moto ama ni kwa upande wa magari peke yake? Asante sana. Kama nilivyopata kuelezea kwamba mfumo wenyewe unajieleza kabisa. Ukishaingiza taarifa zako, ukikupeleka sehemu ya kuingiza chombo chako cha moto, kuna sehemu imeandikwa category ya chombo chako cha moto ni kipi. Unachagua pale, vimeorozeshwa. Ni pikipiki. Ukisema pikipiki, maana yake tunamaanisha magurudumu mawili, magurudumu matatu. Na ukisema ni gari aina gani, binafsi ya biashara. Kwa hiyo ni category. Kwa hiyo ni vyombo vyote vya moto. Vyombo vyote vya moto vinatakiwa vikaguliwe kwa mujibu wa sheria hiyo ya ukaguzi. Sawa sawa. Lakini inabidi waendelee kuwafikiria zaidi. Unajua, inawezekana kuna wale ambao na vyombo vyangu vya moto viko hapa, mimi mwenyewe niko nje ya nchi. Labda nimeenda kikazi, masomo, muda ukapita. Nitarejea, nataka niendelee kuvitumia. Kama alivyokuwa amesema Afande Manyama. Kwa hiyo kuna mazungumzo labda yatafanyika kwamba sikuwepo hadi muda ulivyofika wa kukagua magari umepita, mnamsaidiaje mtu kama huyu? Ile ni jambo ambalo muendelee kuwafikiria watu kama hao. Ulikuwa na niongeza? Ni sahihi kabisa kwamba ukaguzi huu ni endelevu. Labda tukubaliane na jambo hilo. Kama mtu atakuwa anatumia chombo cha moto, ina maana kwamba kile chombo kimsingi inabidi kikaguliwe. Lakini kwa kuwatoa hofu wananchi, manake tumepata zile changamoto kama alivyoniuliza hapo kwamba mimi sina simu janja hiyo, wala sina hata kompyuta. Napataje hiyo nani? Ama dawati ambayo yameainishwa nchi nzima, ambayo yataongezwa karibu kila sehemu huko barabarani. Tutakuwa na askari ambao watakuwa natoa msaada. Unakuja na gari lako, hata usiwe na simu, askari yule atakusaidia kutengeneza control number. Alafu utapata control number, ukishalipia chombo chako utakaguliwa na utapata hiyo stika ya elektroniki. Kwa hiyo kila mwenye gari yani mimi siwezi kumsajilia mtu gari. Unaweza sana. Naweza kumsajilia. Unaweza, ili mradi wewe ni dereva umepeleka gari hilo na leseni, basi akaguliwa vizuri sana. Yaani anasemea kwamba labda mimi sina simu janja, sina leseni. Ndugu yangu anaweza kanisajilia. Anaweza. Yaani ni huko hapa kazi unaweza kumtuma kijana wako. Kwa hiyo mwananchi sio lazima aende kwenye hayo madawati.
hata kama na ndugu yake ana simu janja anaweza akalipia huduma ya ukaguzi, provided ile gari lazima lipelekwe kwenye kituo likaguliwe, na hata lisipelekwa na wewe, lakini inabidi awe na leseni. Sasa hiyo gari ameendeshaje mpaka kituo kama na leseni? Magari hawana leseni. Hiyo ni kosa sasa kisheria. Swali afande, kwa sababu sasa hiyo ni kosa la kisheria. Ukifika pale ukitozwa fine usilalamike. Yes, sasa upo ni mkubwa sana. Kweli? Ni mkubwa sana 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 sana. Ni mkubwa sana, lakini ni kundi hili alihitaji, yani alitegemea sana ulisubirije kituoni, kwa sababu wana vijiwe vyao. Kwa kupitia vijiwe vyao ukienda pale ukakuta 20, ukitoa elimu pale ukawaeleza, unaingia unawatengenezea control number, wasi wanalipia, hawana tatizo. Ndio. Kwa hiyo ni uelewa tu, akishapata uelewa kwa kweli wanaitikia vizuri kukagua vyombo vyao. Ndani tema sasa ni rafiki yako ambaye kwa nje ya nchi ukampelekee magari yake. Sasa si kama ameacha funguo. Kama hajaziacha. Sasa funguo kana nje ya nchi kufanya. Amefunga nyumba yake. Na kama ameacha funguo ina maana kwamba by default gari imepaki getini. Hatutafuata gari getini. Ile mradi ni gari ambayo inatembea barabarani. Sawa. Tunawashukuru sana kwa muda wenu. Na ndani wananchi watakuwa wameelewa na wamepata uelewa mzuri zaidi kuhusiana na mfumo huu, ili waendelee kujisajili, kwa sababu siku zilizobaki pia si nyingi wala si chache sana. Tunawashukuru sana. Asante sana. Tulikuwa nao hapa wataalamu wa mfumo wa kulipia ukaguzi wa magari na kutoa stika za kielektroniki kutoka Jeshi la Polisi, Wizara ya Mambo ya Ndani. Tunakwenda break fupi, tukirejea ni michezo.